kwamba akijua kwamba yeye ni Mungu na ni sawa na Mungu, akanyenyekea kama mwanadamu. But this is the man that you have been told that he prayed and God heard his prayer. What is the key? He prayed earnestly. Hivyo ndivyo anavyofundisha. Na akazidi kusema hivi, mstari wa 20. Maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Na nikasema ya kwamba kanuni za kuingia katika ufalme huu, ya kwanza ni kuokolewa, na ya pili ni ya kukesha mpaka dakika ya mwisho. Wenda ikawa hata ile ya kwanza wewe haujaipata, haujaokolewa, haujakiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tusome kutoka kitabu cha Ayubu, Job chapter number 1 from verse number 13. Tutasoma kutoka kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 13 na kuendelea. The Bible says in Job chapter number 1 from verse number 13, and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing and the asses feeding beside them, and the Sabines fell upon them and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up all the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away, and slain the servants with the edge of the sword. And I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all these Job sinned not, nor charged God falsely. After na, angalia Job 42. Job chapter number 42. Ni chapter ya mwisho kabisa. Tutasoma mstari ule wa 12. Job chapter number 42 verse kuanzia mstari ule wa 12. Inasema, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep, and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters, and he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren-Happak. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus, we are before you and you have just read your word. It is my prayer that the Holy Spirit will teach us your word and talk to our hearts. Let us learn to live as according to your will, that your name may be glorified in our lives. In Jesus' name. Amen. Tunaweza kaa chini na Mungu awabariki. Nitaomba watoto tafadhali
tunyamaze kabisa kwa sababu tuna record na tutaki mtu asikie watu kule nje wasikie sauti ya watoto. Nataka wasikie sauti ya neno la Mungu. Neno hili ambalo tumelisoma ni kuhusiana na matukio ambayo yalitukia katika maisha ya mtu tunaita Ayubu. Na ukiangalia vizuri, ukisoma ukisoma ule mlango wa kwanza, utasikia hayo matukio yalikuwa yanafuatana, ilikuwa nakuja mfululizo. Jambo moja linafuata lile lingine. Jambo moja linafuata lile lingine. Hatimaye akajipata hana mali hata kitu kimoja. Alikuwa ni tajiri mno. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Ayubu utagundua ya kwamba Ayubu alikuwaga yeye ni tajiri kiasi cha kwamba alikuwa atanasimama pamoja na maskini. Alikuwa anawasaidia maskini. Mahali pengine utasoma utasikia kwamba akiongea na Mungu katika maombi yake, anamwambia Mungu, kumbuka nilikuwa macho kwa wale ambao hawana macho na nilikuwa miguu kwa wale ambao hawana miguu. Hivi ni kumaanisha ya kwamba alikuwa hata msaada kwa watu wengine. Utajiri wake ulikuwa ni utajiri wake pamoja na watu wengine. Na alikuwa ni mtu mtajiri mno. Lakini katika utajiri wake alikuwa ameongezea jambo lingine la kumcha Mwenyezi Mungu. Alikuwa anamcha Mwenyezi Mungu, alikuwa anampenda Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu. Lakini wakati moja shetani aliomba ruhusa amguze tu Ayubu amjaribu. Na akapewa ruhusa na akaendelea na kazi yake ya kumjaribu Ayubu. Nakimbia kwa sababu ya dakika ambazo tuko nazo, ni dakika chache ambazo tunahitaji kurekodi, ni dakika ambazo ni chache. Sasa Ayubu akiwa tu katika shughuli zake za kawaida, ripoti zikaanza kuja moja na nyingine ya vile ambavyo watu wamekufa, watumishi wake wamekufa, ngamia zake zimekufa, punda zake zimekufa, watoto wake wamekufa. Mambo hayo yote yakakuja kwake, isipokuwa wale waliookoka ni wale ambao walikuwa nakuja kama messengers kumletea habari. Katika kila tukio mmoja tu ndio alikuwa naokoka kuja kumletea habari vile ambavyo ilivyo. Kwa hivyo kwa mara moja, kwa siku moja, Ayubu akawa ni masikini. Kwa siku moja. Alikuwa ni tajiri mno, na hakuna mtu ambaye alikuwa tajiri kama yeye katika mji unaitwa Uri. Yeye alikuwa ni tajiri mno na hakuna mtu ambaye alikuwa anamshinda katika utajiri. Lakini kwa siku moja Ayubu akawa ni masikini. Kwa hivyo hali ikabadilika, mambo ikabadilika kabisa. Na ndiposa siku ya leo nataka kuongea kuhusu adjusting to season. Adjusting to season. Kwa sababu usipo adjust kwa majira, utapata ya kwamba hata nguvu za Mungu haziwezi zikaonekana katika maisha yako. Usipokubali kukubaliana na hali kukubaliana na hali na kukubaliana na mazingira vile alivyo, unaweza pata ya kwamba hata nguvu za Mungu ama baraka za Mungu unazikosa. Because seasons keep on changing. Inaweza kuwa ni majira ya mali yako, unapata ya kwamba mambo inabadilika. Kwa mfano kama sasa majira yamebadilika kwa season ya COVID-19. Mambo yamebadilika kabisa. Unapata ya kwamba kuna mambo hauwezi ukayafanya. Kwa mfano jana tuliposafiri, tulipofika kwa jam, na nikaona sasa hatuwezi tukafika Kitengela kabla ya saa 3. Sasa nikajua kwamba kwa majira haya saa 3 ya usiku stahili kuwa nje. Nikaanza kujua kwamba naweza kutana na askari kwa wakati wowote, na nikaanza kujipanga mimi mwenyewe ya kwamba tukikutana na maaskari vile ambavyo tutakavyo waambia. Lakini nikakumbuka kitu kimoja, ya kwamba tukiondoka tulimwambia Mungu utupeleke salama na uturudishe salama. Nikaanza kujua ya kwamba huenda ikawa hatutapata maaskari mahali. Na ni kweli tulikuja na hazina roadblock, watu wanasemaga hatukupata hata moja. Ama Mama Alfred, uliona roadblock hata moja? Uliona askari hata mmoja mahali? Sijui walikuwa wapi. Tulikuja tu kabisa na tukaenda tukafika kwa nyumba ukiwa usiku. Majira hubadilika, ya kwamba unapata ya kwamba jambo moja ulikuwa unataka kulifanya hauwezi ukalifanya. Unapata mambo yanageuka kwa mara moja. Lakini sio kusema ya kwamba Mungu haelewi. Sio kusema ya kwamba Mungu haoni.
Mungu anaona mambo haya yote, lakini katika yale majira yeye anataka kujitukuza. Praise the Lord. Kwa sababu ukijiuliza Ayubu ni dhambi gani alikuwa ametenda? Ukijiuliza, alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa tu na utajiri wake ulikuwa ni utajiri, hata ulikuwa ni wa faida kwa watu wengine. Na ukisikia mtu ni mcha Mwenyezi Mungu, hivi ni kumaanisha hata kumtolea alikuwa anamtolea Mungu. Hakuwa wakati tunawatolea wanadamu, hata kumtolea Mungu alikuwa anamtolea, maana upendo wake ulikuwa ni upendo wa kumpenda Mungu kabisa. Na ndiposa hata shetani anaomba ruhusa kwenda kumjaribu Ayubu. Yeye hakuwa na dhambi yoyote. Hata wakati ambapo, hata sasa wakati mambo yanapobadilika, sio kwa ajili wewe ni mwenye dhambi, sio kwa ajili ati ya kwamba umekosea Mungu. Unaweza jipata wakati moja ulikuwa umeajiriwa kazi na kazi yako inaendelea vizuri, lakini kwa mara moja ukapata mambo yametendeka, ati kwa sababu Mutahi Kagwe amesema ya kwamba tukae ndani ya nyumba, mambo yakabadilika, ukavutwa kazi, ama mshahara wako ukapunguzwa, ama unaendelea kupunguzwa, ukapata kwa mara moja yale mambo ulikuwa unafanya kwa kila mwezi umeshindwa, ukajipata hauna, mara moja hauna vile ambavyo ulikuwa navyo, mambo yamebadilika. Lakini sasa kuna jambo hapa, wakati ambapo majira yanapobadilika lazima tuelewe na sisi tubadilike pamoja na majira. Kwa sababu ukitazama vizuri, Ayubu anasema jambo ambalo nataka tulitazame. Anasema jambo hapa, na ninapofikiria kuhusu hii ninaona huyu mtu alikuwa ni mtu wa Mungu kweli. Anasema namna hii, anasema in verse number chapter number 1 and verse number 21. Wacha nisome mstari wa 20-21. Anasema, then Job arose when he had all these things. He arose and rent his mantle. Akararua nguo yake and shaved his head. Na akanyoa kichwa chake and fell down upon the ground and worshipped. Akaamua sasa hata kuabudu kwangu hakutakuwa kule kuabudu kwa kawaida. Akasema sasa hata maombi yangu haitakuwa ni ile maombi ya kawaida. Sasa akaanza kuadjust kwa season. Akaadjust katika ibada, akaadjust katika maombi, akararua nguo zake na akanyoa kichwa chake, akaanguka chini na kumwabudu Mungu. Mstari wa 21 is a very powerful statement. Ni statement ya mtu ambaye ameamua kukubaliana na kubadilika kwa hali. Akasema hivi, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Ni Mungu alitoa, ni Mungu alipeana, na ni Mungu amerudia ama amezichukua. Jina lake na libarikiwe. Ayubu hapa amekubali mara moja kukubaliana na hali, kuadjust na hali vile ambavyo ilivyo. Wakati mwingi mwanadamu anakosa kumuona Mungu katika maisha yake, ama anakosa kuona miujiza ya Mungu katika maisha kwa sababu ya kutokubaliana na hali. Leo asubuhi nilikuwa nashiriki na ndugu Sami, nikamwambia ni vizuri tukubaliane na hali vile ilivyo. Ukijua ya kwamba hili jambo limekuja namna hii, unakubaliana na hilo hali na unaanza kutafuta Mungu katika hiyo hali. Nikampa mfano. Nikamwambia kwa mfano, tuseme kwangu ndani ya nyumba sina chakula hata kidogo cha kupelekea watoto wangu, na sina kitu ambacho ninajua kwamba watakula. Lakini nikifika kwa nyumba nimwambie mama wekelea maji, nimwambie mke wangu wekelea maji ya ugali, na watoto wako hapo wanangojea ugali. Huenda ikawa kuna mambo mawili. Kwa sababu hakuna unga ndani ya nyumba, naweza nikaamua niende kwa duka mahali ambapo huwa ninanunua vitu nikope. Na nikienda kukopa nitapewa unga na nikuje na apike na watoto washibe. Lakini kukopa kwangu, kwa sababu ya ile hali ambayo imekuja, kukopa kwangu na kupewa, siwezi nikasema ya kwamba nimeona muujiza. Kwa sababu hata mchawi ambaye ni customer kwa ile duka anaweza kopeshwa.
Siwezi nikasema ya kwamba nimeona muujiza, kwa sababu hata mtu ambaye ni mlevi ambaye haendi kanisani, kama ni customer kwa ile duka atakopeshwa pia. Kwa hivyo kwangu sio muujiza. Lakini nikimwambia awekelee ile maji na tumwambie wacha tuombe tungojee Mungu, na hiyo ndio hali ile ambayo inakuwa ngumu sana kwa mwanadamu, kungojea Mungu katika hali ambayo imebadilisha majira. Nimwambie wacha tungojee Mungu na nikae katika utayari. Pengine tukifikiria watoto wa maji ikichemka na hakuna unga, tutafanyaje hiyo na hiyo maji? Ukweli ni kwamba ikichemka tunaweza oga naye miguu. Ikichemka tunaweza iweka ya kukunywa kesho, maana watu huchemsha maji. Ikichemka tunaweza pika turungi. Lakini tukiwa tunangoja namna hiyo, mtu abishe kwa mlango aseme hodi na aseme tumwambie karibu, kisha aseme ya kwamba hapa nina mfuko nimeuleta, nimepewa nilete huu mfuko katika hii nyumba, na katika ule mfuko upate ndani yake ni shopping, lakini kwa hiyo shopping kuna unga. Kwa hakika wakati kama huo unaweza sema ya kwamba nimeona muujiza wa Mungu. Haleluya. Unaweza ukasema nimeona muujiza wa Mungu. Lakini kama nilienda kukopa, ukweli ni kwamba nitazuia nguvu za Mungu kujidhihirisha. So when there is a change of season, tusipo kuwa macho hatuwezi tukajua Mungu akitenda kazi. Lakini tukiwa macho tutajua Mungu akitenda kazi, na tutaona muujiza Mungu akitenda kazi. Na ninataka kukuambia wewe unayenitazama ya kwamba ukiona hali imebadilika, zidi kumngojea Mungu, kwa sababu Mungu si ati ya kwamba hajui majira yamebadilika, anajua yako. Lakini mtegemee na umtegemee kwa imani kubwa. Na hapo ndio panakuwa pangumu sana kungojea Mungu mpaka dakika ya mwisho. Praise the Lord. Wakati moja nilikuwa wakati tu nilipooa, na tulikuwa tu kijana na msichana, mambo yalikuwa mazito sana na tukashindwa na kulipa mpaka renti ya nyumba. Na wakati ambapo tulikuwa katika ile hali, nikakaa nikafikiria, nikasema ya kwamba nitangoja Mungu mpaka dakika ya mwisho. Na nakumbuka nikimwambia mke wangu ya kwamba kwa sababu mambo yamekuwa mangumu, wacha tukubali vile mambo yalivyo. Mpaka yule alikuwa kiateka akakuja akatuambia mwenye nyumba anasema ni waondoe, lakini kwa sababu mimi ninawajua nitawashughulikia. Akaenda akatafuta mahali, akatutafutia nyumba, kanyumba kadogo, karumu moja, kanyumba ambako hata majirani unasikia vile wanasema, kwa sababu ukuta ulikuwa ni mabati tu. Ulikuwa ni kama mabati. Kwa hivyo tulikuwa ni nyumba tu mabati. Tulipoingia mahali pale, mahali ya kuogea ilikuwa ni choo ambayo ilikuwa na zile vitu tunaita maggots, zilikuwa zimekuja huku juu. Ni mahali panaitwa Soweto pale Nairobi. Zilikuwa zinakuja huku juu. Na hiyo sio maisha yangu. Mimi sijui kukaa kwa choo kama hiyo. Nikaanza kusikia kitu tunaitaga kwa Kiturukana dhidhi. Nikaanza kusikia dhidhi. Sasa nilikuwa nikienda kuoga kwanza naenda kusafisha huko, hizo maggot zinaondoka kabla zikuje juu tena. Naenda haraka, ninaoga haraka sana na ninatoka kwa haraka. Nakumbuka nikiomba maombi na nikamwambia Mungu usikubali, maana niliona sasa kama hizi maggot zinakuja juu namna hii na mimi ndiye tu jirani wa hii choo, siku ile mvua itanyesha zitaingia mpaka kwa nyumba. Nikaambia Mungu usikubali mvua kunyesha hapa mpaka siku ile nitatoka. Mpaka siku ile nitatoka. And let me tell you, God heard that prayer. Mungu alisikia hiyo maombi. Lakini niliomba na nikasahau. Nikaomba na nikasahau. Lakini wakati mmoja tulibarikiwa na hela na tukaanza kutoka pale Soweto tukaenda Kayole. Tulipoingia Kayole, usiku hiyo ya kwanza tulipoingia Kayole, mvua ikanyesha kubwa mno. Ndio nikakumbuka kumbe Mungu alisikia maombi ya kwamba kusinyeshe mpaka tuhame. Na hivyo nikajua ya kwamba kumbe Mungu anaweza akasikia maombi ya mtu ambaye anamngojea mpaka dakika ya mwisho. Na ilikuwa tu ni jambo ndogo tu ya kunizuia tu na zile
viwavi vya kutoka kule kwa choo. Na kwa sababu nilikubali kuadjust katika majira ya vile alivyo mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu ningeweza kukopa pesa na nikopewe na niendelee na kulipa rent na kuishi mahali pazuri, lakini nikaamua kuadjust. Bwana atukuzwe. Ni vizuri kuadjust katika season. Wende ikawa wewe ambao umevutwa kazi unashindwa hata kulipa nyumba, wacha kung'ang'ana na mwenye nyumba. Kama nakwambia toka, tafuta ile kiwango chako kwa wakati kama huu, and I'm telling you, you will see God. Ukiadjust katika hiyo, utamuona Mungu. Mwingine na kuonea kwa sababu hauna hela. Usianze kulalamika ya kwamba ule mtu ni mbaya. Ni kweli hali ndio imebadilika, mambo yamebadilika. Anza kumshukuru Mungu kama Ayubu. Useme ya kwamba jina la Bwana na libarikiwe katika hali vile ambavyo mambo yalivyo. Bwana atukuzwe. Tungetamani kuwa kwa kanisa nzuri kuliko hili, mahali ambapo unaita watu mara moja na mnajenga mara moja, lakini sasa hauwezi ukafanya fundraising wakati kama huu. Mtu akisikia mambo ya fundraising atastuka, watakukimbia kwa sababu ya majira vile yalivyo. And that is the practical part of it, ya kwamba majira yamebadilika. Even the way to raise our funds has changed. The way to conduct our services have changed. Mungu amebomoa kuta za makanisa. Sijui kama umejua hivyo, that God has broken the walls of the churches. Amebomoa kuta za makanisa. Amezibomoa kwa njia gani? Kwa sababu wewe unayenitazama huko huko unanisikiliza mbeleni kabla ya COVID-19, huko huko unanisikiliza, lakini sasa unanisikiza. Hivi ni kumaanisha kwamba kanisa sio hili tu ambalo tunaona hizi kuta nne limetoka nje. Majira yamebadilika, mambo yote yamebadilika. Ni lazima tukubaliane, tukubali kubadilika kulingana na hali vile ambavyo mambo yalivyo. Biblia inasema ya kwamba Ayubu kwa sababu ya kukubali kubadilika pamoja na hali na majira, hakuishi hivyo milele. Tumeona ya kwamba alibarikiwa zaidi. Aliweza kuishi miaka 140 na akabarikiwa na watoto wengine, akabarikiwa na mali zingine nyingi. Alimuona Mungu hatimaye. Ni kwa sababu alikubali kubadilika, akakubaliana na mabadiliko ya majira. Alikubaliana na mahali, alikubaliana na hali. Na alipokubaliana na hali, Mungu alizidi kuwa Mungu katika maisha yake na hatimaye akambariki. Hata wewe mpendwa, unayenitazama, unayenisikiza, wewe ambao uko hapa kanisani, ukikubaliana na hali vile ambavyo ilivyo, ukubali ya kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo, na uzidi kulita jina la Mungu, hatimaye utaona baraka za Mungu katika maisha yako. Usizuie Mungu kutenda kazi katika maisha yako kwa sababu ya kung'ang'ana na kukataa hali. Ukikataa hali, utajipatia shida zaidi. Hebu fikiria. Kwa mfano, nitoe mfano. Niseme ya kwamba pengine tulikuwa katika majira ya jua kali, na lilikuwa ni jua ni kali kabisa. Alafu kwa mara moja tukaingia kwa mwezi ambao ni wa baridi nyingi. Si hata mavazi wewe ubadilisha? Maana usipobadilisha vile ambavyo unavyovalia, ukweli ni kwamba ile baridi itakuingia mwili na kesho yake tutakuwa na hospitalini. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ulikataa kuvalia mavazi ya majira haya. Wacha tuvalie mavazi ya majira haya na tutamuona Mungu. Wenda ikawa ungependa pia hata kuokolewa, kwa sababu wakati kama huu majira ambapo yamebadilika na unatafuta jinsi ya kuokoka. Ukweli ni kwamba Mungu anaweza akakuokoa. Yesu anaweza akakusamehe dhambi zako. Majira yabadilike, mambo yote yabadilike, maisha yako yaweze kubadilishwa. Ukiamini tu, nitaomba pamoja na wewe na unaweza ukaokoka. Omba ombi hili nyuma yangu kama unataka wokovu. Sema: Bwana Yesu, nimeamini ya kwamba wewe una uwezo wa kunibadilisha kwa majira haya. Ninaamini ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na wewe ndiye una uwezo wa kipekee wa kunisamehe dhambi zangu. Ninaomba Yesu
unisamehe dhambi zangu. Ninaomba unioshe kwa damu iliyomwagika msalabani. Niokoe Yesu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Vuta jina langu kwenye kitabu cha mauti. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kama umeomba hilo ombi, kwa hakika Yesu amekuokoa, amekusamehe dhambi zako zote. Ni wewe tu kutafuta kanisa ambalo linahubiri wokovu unaokuja kwa njia ya neema. Usika katika lile kanisa, enda pale kanisani, tafuta kiongozi ama mchungaji, mwambie jinsi ambavyo ulivyookoka, watakusaidia kukua katika maisha ya rohoni. Na kwa njia hiyo utamuona Mungu katika majira haya. Majira yanapobadilika na wewe unakubaliana na majira vile unakubali hali vile ilivyo, ukweli ni kwamba utamuona Mungu katika maisha haya. May God bless you. May God bless you. Wapendwa, wacha tujue ya kwamba majira ni ya Mungu. Majira ni ya Mungu. Na tukubali ya kwamba Mungu anaweza akafanya jambo tukimngojea mpaka dakika ya mwisho. Na tukikubali hali vile ilivyo. Praise the Lord. Tukikubali hali vile ilivyo na tuwe comfortable na tubariki jina lake. Ayubu alipojua hivyo akabadilisha hata njia ya kuomba, akabadilisha hata njia ya kufanya maombi yake, ibada yake akaibadilisha. Kama kuna wakati ambapo ni wa kumpenda Mungu zaidi ni sasa. Amen. Wakati kama huu. Wakati ambapo mambo haieleweki. Wakati ambapo haujui kesho itatangazwa nini. Huu ni wakati wa kumpenda Mungu zaidi na zaidi. Huu ni wakati wa kujitoa kwa Mungu hata kwa mali zetu zaidi na zaidi. Wakati kama huu. Wacha Mungu atubariki. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako. Umetuzungumzia, umenena na roho zetu nasi tumesikia. Tunaomba ya kwamba utusaidie kufahamu majira haya na hata kukubaliana na mabadiliko ya majira, na tuzidi kukungojea, maana tunajua ya kwamba hatimaye tutaziona baraka zako, tutaiona miujiza yako. Tusaidie kutozuia matendo yako katika maisha yetu, katika kanisa letu, katika nchi yetu na hata katika maeneo yetu yote. Tunahitaji kukuona Mungu katika mambo yote. Asante kwa neno lako, wacha na liwe na manufaa katika maisha yetu. Maana tumeomba hayo na kuamini, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na zote tuseme amen. 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 May the Lord bless you. May the Lord bless you. Mungu awabariki sana. Awabariki sana. Ukiwa unataka kusimama pamoja nasi katika hii kazi, utaweza wasiliana na mimi kama mchungaji wa hili kanisa. Kuna nambari iko hapo chini. Unanipigia, unawasiliana pamoja nasi ili usimame nasi katika kujenga kazi ya Bwana. Na ukweli ni kwamba Biblia inatufundisha kuhusu watu waliosimama kwa kujenga sinagogi, hekalu, mambo ambayo Mungu aliwatendea. Hata wewe unaweza ingia katika vitabu vya mbinguni. Maana ukiwekeza hazina yako ama mali yako katika kazi ya Mungu, unaiwekeza katika ufalme wa mbinguni. Na Mungu atakubariki tu. Kwa hivyo ukitaka kuwasiliana, ukitaka kusimama pamoja nasi, hiyo namba ambao kuna namba ya simu iko mahali pale, ukiipiga tutaweza wasiliana na tutakwambia jinsi ambavyo utakavyosimama pamoja nasi. Kuna wale ambao baadhi yenu wanatoa mchango wao ama hela zao katika hardware, ambapo tumeweka account, na tunazidi kushukuru Mungu kwa sababu ya hayo, na tunaamini ya kwamba baada ya miezi kama miwili tutaona ile kazi ambayo Mungu amefanya akikutumia wewe na yule mwingine. May the Lord bless you. Wacha nikuombee wewe ambaye unanitazama na unataka kusimama pamoja nasi katika hii kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ujenzi wa nyumba lako unafanywa na mwanadamu, lakini ujenzi wa kanisa lako la kiroho unafanywa na Yesu Kristo. Na sisi kama wanadamu umetupatia mali na unatupatia nafasi kila wakati wa kuwekeza ile mali katika ufalme wa mbinguni. Na hii ni mojawapo ya hizo nafasi. Tunaomba utusaidie kuwekeza mali zetu mahali ambapo kutu
haiwezi ikaharibu, mahali ambapo wezi hawezi wakavunja na kuiba, mahali ambapo roho zetu zitakapokuwa. Maana unasema katika neno lako, mahali ambapo tumewekeza mali yetu, hapo ndipo roho zetu zitakapokuwa. Tunatamani sana roho zetu ziwe mahali ambapo mali yetu iko, ikiwa ni mbinguni. Asante kwa yote. Mbariki yule ambaye ameweza kutoa na yule naye anapanga kutoa, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 God bless you. God bless you. Amen. Tumefika mwisho wa mahubiri. Sasa tutaingia katika kipindi kingine.